Kwa tizi hili ambalo wanapiga Simba hapa kwenye dimba la Amani Complex, ni dhahiri shahiri kwamba Berkane wataenda kukutana na moto, wataenda kukutana na kipigo, unaweza kusema kipigo cha mbakoko. Ukiangalia tizi ambalo wanapiga Simba hapa ni ngumu kabisa Berkane kuchomoka. Pamoja na kwamba Simba wanaingia kwenye mchezo wakiwa hawajiamini sana kwa sababu ya uwanja ambao unatumika, lakini kwa performance ambayo wanayo Berkane na performance ambayo wameonyesha Simba kwenye michezo kadhaa iliyopita, naamini kabisa kwamba Simba wana uwezo wa kwenda kushinda huu mchezo bila shida yoyote ile. Magoli mawili sio mengi mbele ya Kibu Denis, magoli mawili sio mengi mbele ya kina Elim Panzu Kibisawala, lakini pia ukumbuke hii mechi walishapewa wazee waicheze. Kwa hiyo kwa tizi hili ambao wanalifanya bila shaka ni maelekezo pia ya wazee, na unajua wazee walishapewa kazi maalum ya kuhakikisha kwamba Berkane anapoteana pale kwenye dimba la Amani Complex. Na of course ukiangalia wachezaji wa Simba namna ambavyo wanacheza, morali iko juu sana, kila mchezaji anajituma kuhakikisha kwamba wanaenda kupata matokeo, wanaisaidia timu yao iweze kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kushinda kwa Simba kwenye mchezo wa fainali manake ni heshima kwa Tanzania, lakini pia ni heshima kwa wachezaji wote ambao wamepata nafasi ya kucheza huu mchezo wa fainali, kwa sababu kucheza fainali sio kila mchezaji anaweza kwenda kucheza fainali, huwa zinatokea kwa bahati. Yani wanaweza akawa wachezaji wengi kwenye timu, lakini ambao wanapata hiyo bahati ya kwenda kucheza hiyo fainali huwa ni wachache. Kwa hiyo kwa performance hii ya Simba kwenye kiwanja cha mazoezi, naamini kwamba wana uwezo mkubwa sana wa kwenda kupindua meza. Na nikupe tu taarifa moja kwamba kwa hili tizi kwa tangu wamefika Zanzibar, kina mzee wetu Hassan Dalali na wazee wengine, na sadiki kwamba muda mwingi walikuwa wanazungumza na wachezaji kuelekeza namna gani ambavyo wanaweza kwenda kufanya ili waweze kwenda kuwafunga Berkane. Na of course kwa performance wise ya Simba, kikubwa ambacho wanapaswa kujiandaa nacho ni kuona namna gani ambavyo wanaweza kwenda kuwafunga Berkane kwenye huo mchezo na kwenda kupata alama 3. Berkane hawajawa na matokeo mazuri sana pindi wanapocheza na Simba, wa Simba akiwa yuko nyumbani. Kama unakumbuka mara mwisho wanakutana dhidi ya Simba pale Benjamin Mkapa, Simba alishinda 1-0, mechi ambayo pia ilikuwa na malalamiko mengi sana kwa Berkane, walifanywa figizo za hapa na pale kama unakumbuka, lalamika sana. Lakini awamu hii sasa kiplikio wanakuja ilikuwa ni kwenye hatua za makundi kwenye shirikisho hivi, na this time around wanakutana tena kwenye shirikisho hivi. Manake awamu hii sasa Simba hataki kushinda 1 kama ambavyo alishinda kipindi kile. Awamu hii Simba anatakiwa kushinda over 3 goals, yani manake ashinde mabao 3 na kuendelea. Onichi kushinda mabao 3 ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu mabao 3 ni machache. Mabao 3 ni machache. Mabao 3 yani unaweza kuyafunga hata ndani ya dakika 10 tu ukapata mabao yako 3. Kwa hiyo kwa Simba naamini kwamba Fadlu David ameshafanya kazi yake kwa ukubwa hali ya juu, na wachezaji wametii kile ambacho anakifanya yeye kama coach, na naamini kwamba kwa uwezo walionao wachezaji wa Simba wana uwezo mzuri wa kwenda kufanya vizuri kwenye huo mchezo na wakaenda kusaidia Simba kupata matokeo mazuri bila shida yoyote ile. Wasiwasi ni wa watu wengi ni kwamba uwanja ni wa Amani, lakini nikwambie timu bora inashinda kwenye kiwanja chochote. Haijalishi kwamba mko kwenye uwanja wa Amani au haijalishi kwamba mko kwenye uwanja wa Namtumbo. Yani uwanja wote ambao mtaenda kucheza, kama mmejiandaa vizuri, mna uwezo mzuri sana wa kwenda kushinda mechi yenu bila kujali kwamba mnacheza kwenye kiwanja cha aina gani. Lakini pia niwape fakta nyingine. Unajua wakati ule Simba anacheza na Berkane kwenye mchezo uliopita, Simba alikuwa na uchovu. Yani walicheza mechi nyingi, kumbuka toka kucheza mechi 4 mfululizo akiwa mechi zote wanashinda. Akacheza mechi dhidi ya Mashujaa, akacheza mechi dhidi ya JKT, wakacheza mechi dhidi ya Pamba, wakacheza mechi dhidi ya KMC. Kwa hiyo kwa mechi nyingi ambazo zilicheza back to back. Sasa hata walivyoenda kwenye ile mechi dhidi ya Berkane, wachezaji wengi walikuwa wameshachoka, lakini pia hawakuwa na experience ya kucheza mechi hizi za finali. Kwa hiyo ile pia ilikuwa ni miongoni mwa changamoto ambayo Simba walikuwa nayo. Lakini kwenye huu mchezo sasa huu tayari wanaingia wakiwa wameshapata muda mwingi wa kupumzika, kwa sababu tangu wamecheza mechi tarehe 17 ile mpaka leo hawajacheza mechi nyingine yoyote. Manake wapo tu free
hawakuna mechi yote ambao wamecheza, walikuwa wanafanya tu maandalizi na muda wa kupumzika wameupata wa kutosha sana. Manake kwenye mchezo wa kesho tutegemea kuona uchovu kwa wachezaji wa Simba, ila tunategemea kuona wachezaji wa Simba wakifanya balaa kubwa, kwa sababu hii ni mechi ya finali, ni mechi ambayo intensity yake itakuwa ni kubwa kuliko vile ambavyo watu wengi huwa wanafikiria. Kwa hiyo lazima wachezaji wa Simba wajitoe kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba wanaisaidia timu yao kwenda kubeba taji. Na of course kubeba taji mimi naamini kwamba wana uwezo mzuri wa kwenda kubeba taji lenyewe, lakini pia kwa experience yao watu kama kina Shomari Kapombe, kina Steven Dese Mukwala, kina Jean Chaza Hua, Lionel Ateba Mbida, Steven Dese Mukwala ni wachezaji wenye experience kubwa tayari, na kama ilikuwa ni pressure ya finali tayari wamesha experience. Yani sasa hivi hakuna tena kitu kingine ambacho kinaweza kuwatoa mchezoni kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo wanapaswa kupambana kuhakikisha kwamba wanaenda kuibeba Simba. Ukumbuke wakishinda hapa maana yake ni kwamba watakuwa wameliheshimisha taifa la Tanzania, na lazima watapata zawadi kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naamini kitu kama hicho kwa sababu ni mpenda michezo, ni mtu ambaye mara nyingi amekuwa akisupport sana michezo. Kwa hiyo kama Simba wanabeba taji, naamini kwamba hata Ikulu watapelekwa pia Dodoma bungeni pale, na pengine inaweza kufanyika ziara hata kutembeza kombe hata Tanzania nzima kwa ajili tu ya furaha ya Simba.